mtakatifu, mtakatifu. Tazama ni mchana mwingine, mfalme wa ajabu, tumekuja mbele zako, tunaliinua na kulitukuza jina lako ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tazama mchana huu, mfalme wa ajabu, naomba kwamba Roho wako Mtakatifu akatuongoze, Mungu ishie milele katika kipindi hiki. Najua kuna wanawake wameketi mahali hapa Jehova, wanatarajia makubwa na miujiza katika maisha yao Jehova. Baba, najua kwamba ulitenda wakati ule na hata leo unaweza ukatenda. Tenda Mungu ishie milele, ni kwa sababu wetu ndio tegemeo katika hali yetu. Hata nami nakuomba ukanitumie kama tulichombo, mfalme wa ajabu. Mimi si kitu mbele zako Mungu ishie milele, bali ni kwa ajili ya wema na rehema zako ndiposa nikasimama na nikawa jinsi nilivyo Jehova. Baba, ukainuliwa ukabudiwa, ni kwa sababu ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo Baba tuomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Saa 7:03. Sitataka kuchukua muda mrefu sana, nataka kuwa mfupi sana leo, ikiwezekana dakika 20. Na kabla nianze, niko na swali, hata si swali. Juzi, wacha Saturday, hii imeisha jana, ile Saturday nyingine ile, kulikuwa na mazishi kule Western. Na wanasiasa ambao ni mandugu zetu, ambao ni madada zetu, ni maanko zetu na maanti zetu. Kuna mmoja alisimama akasema kwamba sisi jamii tumewaunga wengine mkono kwa kipindi kirefu sana. Kwa hivyo mwaka huu ama majira haya ni majira ambayo nyinyi pia muweze kufanya namna gani? Mtuunge mkono. Kiongozi mmoja akasimama, akauliza swali, akauliza, wewe ukitaka kwenda dukani, utaambie jirani yako akusindikishe kama unaenda, ama utamwambia akusindikishe kama umekaa chini? Wakamwambia atakusindikisha kama tayari umeenda, yeye akupate kule mbele. Nataka kuongea na vijana, tunawapenda sana. Tunawapenda sana. Bila nyinyi kanisa haliwezi endelea. Bila nyinyi kesho, miaka zijazo, kanisa haliwezi kuweko. Kwa hivyo ombi langu tu ni kwamba mkitaka kuongoza kanisa, mkitaka kufundishana, mkitaka kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, tafadhali fika kanisani saa 2 asubuhi. Wacha kina mama maybe wanang'ang'ana na watoto, wanang'ang'ana kupiga nguo pasi, wanang'ang'ana na majirani, lakini wewe kijana mdogo sana, wakati mwingi ni karibu sisi watu watatu, saa 2 kamili huwa inatupata hapa. Hata kama tumekuja shwari, tutakuhubiria ukiwa kwa nyumba, tutakuhubiria ukiwa kwa barabara. Tafadhali, huu ni mwaka wa 2021, tubadilishe mienendo yetu ya kuja kanisani. Tunawapenda, nafasi iko, na tukiwanyima hata Mungu atakasirika na sisi. Kwa hivyo mkitaka kupata nafasi, kuja mseme tulikuja tukakaa na mkatunyima nafasi. Namba 2, wakati wa matangazo mama ametangaza, na si mara moja, si mara mbili, ametangaza mara kadhaa. Jamani, sisi wote tumeokoka? Si tumeokoka? Amesema kwamba kuanzia Jumatatu hadi Jumapili huwa tunafunga. Na tukakubaliana. Maana kitabu cha Amos sura ya 3 mstari ya 3 nasema ya kwamba wawili hawatembei pamoja kama hawajasikizana, kama hawajakubaliana. Ningependa kuuliza swali moja, na usidanganye. Maana ukidanganya uinue mkono, huo mkono utabaki juu miaka yote. Ni nani huwa anafunga? Kama unasema ukweli, ni nani huwa anaombea kanisa, anafunga kwa sababu ya watoto, kwa sababu ya viongozi kanisa, sababu ya nchi yetu? Ni nani? Hii wiki specifically, hii wiki kuna wimbo unasema, barabara ya kwenda mbinguni ni wachache watakaopita. Please, tuombe. Tusichokeshe tu mama na mahubiri. Tusikue makanga kwa stage, tunasema kayole mbao na wewe mwenyewe mbao hauendi, na hata hauna hiyo mbao. Tangaza kwamba tunaenda na ukoo wa kwanza kuingia kwa gari twende, na kwenda abiria wa kuone tunaenda, lakini mbao na wewe mwenyewe hauendi. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, amenilinda, amenibariki, niko na afya na nikawa jinsi nilivyo. Mwaka huu ni mwaka ambao lazima tubadilishe mienendo jinsi tulivyo.
ni vile tujifundishe kufikiria, tubadilishe mawazo yetu ambayo tuko nayo. Kwa hivyo ni mwaka wa mbio, ni mwaka wa marathon ambayo utapanga na kesho utashtukia ni mwezi wa 11 hujafanya lolote. Kwanza kabisa, madada zetu, nataka kuwashukuru. Mwenyezi Mungu awabariki, na mgeni yeyote mahali hapo, Mwenyezi Mungu awabariki. Au Mungu akubariki. Naona wewe ni mwinjilisti mzuri, na wengine wote ambao huwa mnaleta watu mahali hapa. Kazi nzuri mnafanya, hatuna cha kuwapatia, lakini Baba aliye juu mbinguni atawalipa kadri ya mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ninajua kwamba Mungu anaenda kutubariki. Nataka kuleta ujumbe ambao unasema tii sauti ya Bwana. Tii sauti ya Bwana. Mungu akikutuma mahali fulani kwa ajili specifically for his purpose, lazima akupatie ujumbe na lazima akupatie mwelekeo, kile ambacho utaenda kuambia na mahali ambako unakoelekea. Hata kama hali ni ngumu kule unakoelekea, kumbuka ya kwamba yeye ni Mungu, ataandaa meza mbele yako. Hata kama walisema kwamba hutapita. Kuna wakati mzee usema mara kadhaa tukiwa hapa ya kwamba alipoanzisha maombi mahali hapa, kuna watu walijitokeza wakamwambia Shauri Moyo huwezi jenga kanisa, ya kwamba Shauri Moyo huwezi fanya maombi, ya kwamba Shauri Moyo huwezi fanya chochote ukafaulu, na hata wewe hautafaulu. Injili ni kazi yake Mwenyezi Mungu. Akikutuma yeye mwenyewe anajua atakutetea kivipi, anajua atakulinda na majeshi yake, anajua ya kwamba unahitaji mambo kadhaa na lazima aweze kukutekelezea yale ambayo unahitaji. Bwana asifiwe sana. Mimi mara nyingi sana katika Injili ninapohubiri popote, ujumbe ambayo purposely Mwenyezi Mungu alinipatia, Matthew chapter 4 verse 17. Sinaga injili nyingine kupita hapa. Injili ya kutubu dhambi. That's why mimi siombangi ubarikiwe. Najua kwamba Mungu anajua lazima ubarikiwe. Lakini kabla ubarikiwe, ujioshe kwanza, enda kwa bafu uoge, tumie sabuni, kuja paka mafuta, then vaa nguo safi. Lakini huwezi barikiwa ukiwa na uchafu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tuangalie kitabu cha Yona, Purposely chapter 3 verse 1 to 10. Na before that, nitaanza na mstari wa kwanza, chapter 1 verse 1. Inasema ya hivi: siku moja neno la Mwenyezi Mungu lilimjia Yona mwana wa Amitai, ondoka uende Ninawi, ule mji mkuu, ukaukemee, maana nimeona uovu wake ni mkubwa mno. Neno la Mwenyezi Mungu lilimjia Yona. Hiyo ni mara ya kwanza. Ukisoma chapter 3 mstari wa kwanza, neno la Mwenyezi Mungu lilimjia Yona kwa mara ya pili. Nataka tuje pamoja na tukue na hili swali sisi wote. Wakati Mwenyezi Mungu alivyonena na Yona mara ya kwanza, mara ya pili bado akamtafuta Yona, bado akalitaka kuzungumza na yeye. Swali langu ni kwamba hakukuwa na watu wengine ambao Mungu angeweza kuongea na wao. Ni kwa nini alikatalia Yona peke yake? Kwa hivyo pale chapter 1 verse 2 pale inatuambia kwamba mji wa Ninawi ulikuwa ni mji ambao dhambi zake zimepita kiwango, dhambi zake zimekuwa nyingi, watu wa Mungu wanaishi katika hali ya giza. Na ndipo maandiko yanatuambia kwamba ikamlazimisha Mwenyezi Mungu akamtume mtu wake Yona aende akahubiri injili kule Ninawi, akamwambia kwamba mambo ya dhambi mnayoyatenda, Baba anasema acheleni na dhambi na muishi maisha ya utakatifu. Ukisonga mbele, Biblia inatuambia kwamba Yona
hakwenda Ninawi, aligeuka na kwenda Tarshishi, mji tofauti. Tukuje sura ya 3 hapo mstari wa kwanza. Neno la Mwenyezi Mungu likamjia Yona mara ya pili, nenda Ninawi, ule mji mkuu, ukawatangazia watu ujumbe niliyokupa. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Mwenyezi Mungu alivyomwagiza. Yona vile alivyochukulia kule Ninawi kwanza ulikuwa ni mji wa kutisha. Kuna watu ukiambia kwamba katika nchi ya Kenya kuna mahali huwezi ukafanya biashara maana watakuroga. Kuna mahali huwezi fanya biashara kwa sababu watakuua. Kuna mahali huwezi fanya biashara ni kwa sababu misingi ya kule ya mababu haitakuruhusu wewe kufanya biashara pale. Kwa hivyo historia ya Ninawi, Yona alipopata ile ujumbe ya kwamba ametumwa na Mwenyezi Mungu kwenda Ninawi, Yona alifikiria, aliwaza na akasema, kule Ninawi mimi sitaenda. Ninajua ya kwamba Baba amenituma niende, ninajua ya kwamba amenieleza lazima niende, lakini katika akili yangu, katika masomo yangu, katika experience yangu niliyo nayo, mimi Ninawi sitaenda. Kwa hivyo Yona aliketi na mwisho akafanya uamuzi, mimi sitaenda. Ukianza pale sura ya kwanza unampata kwamba Yona jinsi alivyotumwa na Mwenyezi Mungu, hakulipa fare, hakulipa chochote, hakugharamika chochote, lakini mwishowe baada ya kugeuza safari yake na kuelekea Tarshishi, maandiko yanatuambia kwamba akapanda merikebu na ikabidi aweze kujilipia fare yake yeye mwenyewe. Wapendwa, maandiko yanatuambia kwamba unapokuwa ndani ya Mwenyezi Mungu, neno la Mungu likikuongoza katika maisha yako, kuna mambo huwezi ng'ang'ana nayo, kuna mambo huwezi pigana vita navyo. Kila adui anakupiga vita, Baba anajua kwamba wastahili maisha ya amani. Kila adui anayesukuma masikini, Baba anajua hiyo sio sehemu ya maisha yako. Kila adui anayerusha magonjwa kwako, Baba anajua hiyo sehemu ya maisha yako. Na ndiposa maandiko yanatuambia kwamba ni Yona akaidi neno la Mwenyezi Mungu akaelekea Tarshishi, ilibidi aanze kung'ang'ana na maisha yake yeye mwenyewe. Na hivyo ndivyo iliyo hata siku ya leo. Kuna watu tuko makanisani, lakini ukweli ni kwamba hatujaokoka. Tuko makanisani tunahubiri, lakini bado matendo yetu ni maovu. Tuko kanisani tunahubiri, lakini bado sifa zetu ni chafu. That's why tunang'ang'ana na maisha, miaka nenda miaka rudi. Sababu ni kwamba hatujakubali na neno la Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu alisoma pale saa zile kitabu, sijui wa kitabu gani, ambaye inasema kwamba ukishika sheria au neno la Mwenyezi Mungu, mbele mengine mwachie, maana yeye atakupigania yeye mwenyewe. Kumbuka kwamba Mungu ni Baba. Vile unavyotazama huyo mtoto mdogo anataka kunyonya, anataka kuoga, baridi iko anafaa avalishwe nguo ya kuzuia baridi. Hivyo ndivyo Mungu anakujua hata wewe. Anajua unataka chakula, anajua unataka kuolewa, anajua unataka pesa, anajua unataka kukaa maisha yaliyo mazuri, anajua unataka mtoto, anajua unataka biashara, anajua unataka shamba, unataka chochote kile unataka, Baba anajua. Lakini tatizo letu ni kwamba hatujaliweka neno lake, hatujalitilia manani. Mstari wa 4 inasema kwamba, ule mstari wa 3, safari ambayo Yona aliambiwa kwamba aende, maandiko yanatuambia kwamba ilikuwa ni safari refu sana. Ni safari ya zaidi ya siku 3. Ukitoka Mombasa mpakani mwa Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania hivi, uelekea mpaka sehemu za Busia, mpaka kati ya Kenya na Uganda, huwezi chukua zile siku zote, ni zaidi ya masaa 12 umefika kule. Lakini hii maandiko yanatuambia kwamba ni safari iliyomchukua Yona zaidi ya siku 3. Yaani mchana alisafiri mchana yote mara 3, then usiku pia akasafiri siku 3. So it's like alisafiri zaidi ya wiki mzima. Na alipofika pale, sura mstari wa 5 inasema, basi watu wa Ninawi
wakauamini ujumbe wa Mungu, wakatangaza mfungo, na kwamba kila mmoja wao, mkubwa kwa mdogo, avae vazi la gunia kama ishara ya kutubu. Ninawi ulikuwa ni mji wa maajabu. Ninawi ulikuwa ni mji wa machafuko. Ninawi ulikuwa ni mji ambao watu wanaishi katika ufalme wa giza, maana kila dhambi ilitendeka katika mji wa Ninawi. Kitambo Mwenyezi Mungu aketi afikiria dunia mzima, nataka kumchukua mtumishi wangu mmoja aende katikati ya kijiji cha Ninawi. It's like today our beloved president of this republic decide ya kwamba katika kijiji kidogo sana cha Shauri Moyo kuna watu wangu wanateseka sana, kuna watu wangu wanaumia sana, kuna watu wangu wanahangaika sana, na kwa hivyo nimeamua, nimechukua waziri wangu mmoja, nimemtuma pale Shauri Moyo aende akaambia watu wa Shauri Moyo ya kwamba tangu kuanzia leo matatizo yenu yameisha, ya kwamba tangu leo shida zenu zimeisha, ya kwamba tangu leo maisha yatabadilika, ya kwamba tangu leo chochote kilichochukuliwa lazima kirejeshwe. Si jambo la kawaida, ni dhambi ambazo zilikuwa zimepita mpaka, ni dhambi zilikuwa zimepita kiwango. Maandiko tuambie kwamba hata kama dhambi zimekuwa nyingi, zimekuwa nyekundu kama damu, Mwenyezi Mungu anasikia na anakujua wewe. Kwa hivyo Ninawi, baba alipotazama Ninawi akasema, no, Yona, harakisha uondoke, nenda Ninawi, kaambia wakaweze kutubu dhambi. Na ndipo mstari wa 3 natuambia kwamba Yona alipofika pale, purposely he was given the message of repentance by God, ya kwamba nenda ukaambia wale watu wa Ninawi wakatubu dhambi zao, nami Mwenyezi Mungu nitashuka na kuponya nchi yao. Na ile kitu walichofanya, Yona alipowaelezea ujumbe, hawakukataa bali walitii. Maandiko tuambia kwamba wakatoa mavazi zao, wakavaa zile magunia, yaani ishara ya kumaanisha kwamba wamefunga na wamebadilisha njia zao mbaya. Sasa wao wanamtumikia Mwenyezi Mungu. Kila dhambi walizotenda sasa wameamua kutubu dhambi zao kusudi waweze kupokelewa katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Wamekubali wito wake Bwana Yesu Kristo, wamekubali kuongozwa na Roho Mtakatifu ambayo Yona alitumwa kwenda kuwaelezea. Kwa hivyo ukisoma pale, ukiendelea sana mwisho pale mstari wa 10, huo ndio unanifurahisha. Unasema ya kwamba Mungu alipoona walivyofanya, walifanya nini? Mungu alipoketi juu akatazama vile Yona amepeleka ujumbe ambao amemwambia kwamba wapeleke watubu dhambi zao na wanirudie mimi kama Mungu wao. Mungu anasema kwamba nilikuwa nimepanga kwenda kuangamiza mji mzima, nilikuwa nimepanga kumaliza watoto wote na wamama wote, hata mali zao zote nilipanga kumaliza, maisha yao yote nilipanga kuyamaliza. Lakini ya maandiko tuambia mstari wa 10 ya kwamba baba alipoketi kule juu mbinguni na ukweli akatazama kule Ninawi, kazi ambayo Yona amekuja kuitekeleza, akasema, japokuwa nilipanga kuja kuwamaliza, lakini sasa mmenirudia, sasa mmeniheshimu kama baba yenu, sasa mmeniheshimu kama Mungu wenu, sasa mmenitambua kama muumba wenu. Anasema hapo Mungu akamwambia, Mungu alipoona walivyofanya na jinsi walivyouacha uovu wao, akabadili nia yake, akaacha kuwatenda kama alivyokuwa amekusudia kutenda. Kiingereza nasema, God saw what they did. He saw that they had given up their wicked behavior. So he changed his mind and did not punish them as he had said he would. Kwa hivyo katika maisha yako, mimi sijui ni dhambi gani ambazo zimekuzingira kila kunapokuja. Mimi sijui ni maovu magani ambayo yanakuzunguka mwaka nenda mwaka rudi. Sijui ni tatizo gani ambalo linakuangaisha miaka nenda miaka rudi. Majina inafikanga mahali mpaka Mungu anakubali kuchoka na wewe. Na wakati anapochoka na wewe, atakubali kutuma mtu wake mmoja aje akueleze
uendelee katika dhambi na uweze kuangamia. Mimi kuna mambo matatu ambayo nimejifundisha kutokana na hii historia ya Yona. Kumbuka ya kwamba huyu Yona alivyotumwa kwenda kuhubiri Injili. Mara ya kwanza tumesoma chapter 1 verse 2 ya kwamba neno la Bwana likamjia Yona mara ya kwanza. Chapter 3 bado maandiko tuambia kwamba neno la Bwana likamjia Yona kwa mara ya pili. Ni kwa nini Mwenyezi Mungu alishinda kung'ang'ana na Yona kila wakati? Kutoka chapter 1 hadi chapter nyingine haikuwa rahisi, bali ilichukua miaka kadhaa. Na kwa hizi miaka kadhaa ni kitu gani ambacho Mwenyezi Mungu aliona juu ya Yona? Nataka kusema kwamba Mungu akiona jambo kwako, akiona kuna kitu kwako, exactly the way Herode alivyoona kwamba nyota ya Yesu Kristo inang'aa, hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anakutazama, akijua ya kwamba wewe kuna kitu ambacho unaweza kumsaidia kujenga ufalme wake. Hata kama wewe ni mwizi atakutoa kwa wizi, hata kama wewe ni mlevi atakutoa kwa ulevi, hata kama wewe ni kahaba atakutoa kwa ukahaba. Ni kwa sababu kuna kitu ndani yako ambayo Baba anataka kukitumia ili akaweze kutekeleza kazi yake. Na ndiposa kitabu cha Wafilipi 1:6 inatuambia kwamba kila Baba alikusudia kutenda ndani yangu lazima kikamilike, haiuzisha. Hata kama wewe ni mlevi chakari, unapatana wakati mwingine mtu anahubiri Injili akiwa hana mikono. Kuna mwingine anahubiri Injili akiwa jela. Si mapenzi ya Mwenyezi Mungu uhubiri Injili wakati huna mikono au ukiwa jela. Kumbuka kwamba Mungu alikupa nafasi utubu dhambi na ugeuke, lakini wewe umekuwa kichwa ngumu. Anangojanga tu, hata kama alijua wewe utahubiri, hautakufa, lakini Injili lazima uweze kuihubiri. Kwa hivyo Mungu akiona jambo la dhamana sana kwako, remember that God will never abandon you. God will never forsake you. Hata kuacha, hata kama kwenu ni kwa umasikini. Masikini pia wanawaita nyinyi masikini. Haitakuwa kikwazo au kizingiti cha kuzuia wewe kutekeleza kazi ya Mungu. Yona alikataa, akasema mimi siendi. Akajaribu kwenda njia zake akitumia akili yake na sayansi yake, lakini vyote mwisho vilikuwa ni ubatili. Kwa hivyo Mungu akishaona jambo kwako, ametambua kuna kitu kwako, hata utende dhambi za aina gani, utatenda despite of the condition that you are now. Hata ukiwa jela, hiyo ndio unapotaka mtu amekuwa hapa, ameenda Kamiti, lakini kule Kamiti anahubiri Injili. Alipewa nafasi hapa akiwa hai na afya, lakini alikataa. Kuna mtu alikuwa mgonjwa, amepewa kipawa cha kuhubiri, kipawa cha kufundisha, lakini alikaidi. Ataanza kuhubiri akiwa hospitalini. Kuna mwingine amekataa kuhubiri kabisa, kazi ya Mungu ameikataa. Wakati gari linapopata ajali, wewe peke yako ndio unavunjika mguu au mikono, na hapo ndio ujumbe wa Bwana unashuka, unahubiri Injili ukiwa kiwete kwa wheelchair. Kwa hivyo God will never abandon you so long as ameona kitu kwako. Na watu kama hawa sana pastors wako na shida nyingi, not only pastors but every servant of God wanaishi maisha ya matatizo, wanaishi maisha ya shida. Why? It's because all these problems are serving as barriers to block them, ili wasiweze kufika mahali wanakusudia kufika. Shida ni barrier, ni vizuizi ambavyo vimekuja kukuzuia wewe. Number 2, wakati Mungu anaona kitu kwako, he must make sure that you have been delivered. Ujumbe aliyokupatia lazima ahakikishe kwamba ule ujumbe umefika mahali ambako alikusudia uweze kufika. Yona alikataa mara ya kwanza. Ameambiwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba nenda ukaambia watu wa Ninawi ya kwamba dhambi zenu zimekuwa nyingi sana, ya kwamba dhambi zenu zimechukua chuki mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini Yona akasema, mimi sitenda Ninawi. Pengine Ninawi kulikuwa ni kwa wachawi, pengine Ninawi kulikuwa ni kwa waganga. Kama ni hapa Kenya leo hii, mahali watu wanaogopa sana kwenda kuishi, hata ukaambia mtu naenda ukanunue shamba, atakwambia hata ya bure siwezi enda. Kitui
Because people believe that Kitui hata kioski huwezi weka. Na ukiambia uende Murang'a, watu wa Murang'a wajui uchawi, hawana shughuli na wewe. Kwa hivyo kama kuna mtu kabisa ajui uchawi hata kidogo, ni Mkikuyu. Wanajua pesa. Ukitaka kujua uchawi, tuelezane ukweli. Uliza Mluya, Mjaluo na Mkamba. Uliza. Kwa hivyo huenda Ninawi ilikuwa ni hizo baadhi ya zile sehemu. Na kwa hivyo vile Mwenyezi Mungu alivyotazama Yona, alijua huyu mtu ana kitu ambacho naweza nikamtumikia yeye afikishe ujumbe wangu. Kwa hivyo akishaona kitu kwako, he will deliver you. That is point number 2. Number 3, the last point. Mungu akikuona wewe kuna kitu kwako, kitu cha dhamana, kile ambacho yeye anafanya, hata kama uko katikati ya dhambi, atakuhurumia. Ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu ako na huruma na anahurumia watu. Kama si huruma wake, hata mimi singestahili kuwa hai leo. Kama si huruma yake, singelikuwa leo hapa nilipo. Ninasema wakati mwingine tunaishi katika masengenyo. Tunaishi katika njia zisizompendeza Mwenyezi Mungu. Na ndipo sisi binadamu tunaona masengenyo sio dhambi. Tunaona kutukana mtu sio dhambi. Tunaona kuwa na mawazo machafu sio dhambi. Na ndipo Kenya mzima ama dunia hii huwezi shitaki mtu kwa sababu ulimpata na kusengenya. Hakuna hata jaji hawezi kubali. Lakini uliua, hiyo utafungwa. Kwa hivyo Mungu akikuona wewe hiyo condition ambayo uko na wewe ni mtu wake, ukweli ni kwamba atakuhurumia. Kwa nini akuhurumie? Yona alipotumwa akaenda Ninawi, naye akabadilika akaenda kule Tarshishi. Maandiko yanatuambia kwamba alipopanda ile merikebu, ilipofika katikati ya maji, mawimbi yakaichapa na ikaanza kuyumbayumba pale juu ya bahari. Yule nahodha akauliza tatizo ni nini? Wakaanza kuuliza ndio shida ni nini? Yona akawaambia wenyewe ya kwamba nilikuwa nimetumwa na Mwenyezi Mungu mahali lakini nilikataa kwenda. Wakauliza kwa hivyo tufanye nini? Yona mwenyewe ambaye ni kikwazo katika ile merikebu akawaambia ya kwamba mkanitupe ndani ya bahari. Si wao walisema tukutupe. Waliuliza sasa tufanye nini? Akawaambia kwamba mkinitoa mimi kwa ile merikebu, mnitupe ndani ya bahari, mtasafiri salama. Walipotumbukiza Yona ndani ya bahari, merikebu ilibaki salama, ikabaki shwari, safari yao ikawa salama. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu ni wa huruma na rehema zake ni nyingi tele, akatuma samaki akaja na akamkamata Yona na kumeza. Na ilipomeza ikasonga hadi pale kando mwa bahari. Samaki ilipofika pale baada ya siku 3 ikamtema Yona pale. Hapo ndipo huruma ya Mungu inakuja. Kwa hivyo hata wewe, hata mimi tumetenda maovu yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Tumeishi katika dhambi mwaka uliopita, tumeishi katika dhambi hata Januari hii. Leo ni tarehe 17 nafikiria. Lakini dhambi ambazo tumezitenda hatustahili kuwa hai leo. Yale maovu tumeyatenda, tukayawaza, tukaongea kupitia vinywa vyetu. Ukweli ni kwamba hatufai kuwa hai leo. But because of the mercies of God, imetufanya tukawa hai vile tulivyo. Lakini ukweli ni kwamba kama ni akili ya binadamu, hatungelifaa kuwa hai siku ya leo. Lakini kwa sababu Mungu ni baba yetu, kwa sababu yeye ni Mungu wa huruma, yeye ameweza kutuhurumia na tukawa vile tulivyo. Nataka kusema namna gani? Katika maandiko, Yona alihangaika. Yona alipitia hali ngumu. Yona alikuwa na kichwa ngumu. Na nikajiuliza, wakati Mwenyezi Mungu aling'ang'ana na Yona, ukitazama Biblia, Yesu Kristo akang'ang'ana na mwanamke malaya sana, na akatoa yule malaya katika umalaya wake. Yule mama akaenda akihubiri injili akiambia watu ya kwamba mkuje muone kuna mtu ameniambia mambo ambayo hata mimi mwenyewe siyajui. Baadaye akatambia kwamba watu
wakajitokeza, wakaenda mbio sana na kuanza kumfuata yule mama. Punde si punde kijiji kikajaa, na hapo ndipo injili ikaanza. Bwana asifiwe sana. Kama Paulo alipotupwa gerezani, pale Mwenyezi Mungu aliweza kusimama na yeye. Samsoni katika ubalaya wake, bado Mwenyezi Mungu alimtumia kumtetea. Watu kama kina Yeremia, watu kama kina Musa, wote walitenda mambo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Hata Abraham hakuwa mkamilifu, hata Ana mwenyewe hakuwa mkamilifu, lakini licha ya udhaifu wake wote, bado Mungu alikuwa Mungu na alikubali kuwatumikia. Kwa hiyo wapendwa, namaliza nikisema kwamba mimi sijui wewe ni tatizo gani ambalo unaona kwamba Mwenyezi Mungu amekusahau. Mimi sijui ni shida gani ambayo unaona kwamba umeomba kwa kipindi kirefu na Mwenyezi Mungu hawezi kukusikia. Kuna watu najua, kuna sauti wamejitokeza wakakwambia wewe dhambi zako ni mingi, hata Mungu hawezi sikia. Wewe dhambi zako ni mingi, hata Mungu hakutazami. Wewe dhambi zako ni mingi, kila kitu wewe ni mbaya, kila kitu wewe ni mbaya. Na kweli unajijua wewe mwenyewe ni mbaya, mpaka umesema Mungu mimi hanisikii. Ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu anasikia. Tazama ameketi pale juu mbinguni kwenye kiti chake cha enzi, na macho yake yanatazama na kujua, masikio yake anasikia kile ambacho unakusudia kumuomba. Baba anajua. Kile kinachojalisha tu ni kwamba imani yako ndiyo inayosababisha matunda yaonekane. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo Mungu anakujua, Mungu anakutambua. Haijalishi ni dhambi gani umezama ndani, haijalishi ni shida gani imekuandama, haijalishi ni kilio gani kimekuzunguka. Mwaka jana ulilia, na bado Januari saa hii leo wiki ya 3 ndio tunaianza, bado unalia matatizo ya mwaka jana, matatizo ya 2018 bado unalia, matatizo ya 2012 bado unalia. Jamani, ukilia saa hii Januari ni ngumu, na ikifika mwezi wa 4 saa hii ndio tunaanza ile siku 17 zimeisha tangu tuanze mwaka, na unalia saa hii, na ikifika mwezi wa 3. Mimi kitu kimoja kinanitia nguvu sana katika Biblia, kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Kuna majira ya kukosa na kuna majira ya kupokea. Kuna majira ya kuishi kwa magonjwa, ndio nakubali mimi ni mgonjwa, na kuna majira ugonjwa lazima uondoke. Kuna majira ya kuhangaika na kuna majira ya kutohangaika. Kuna majira ya kutangatanga na majira ya kutulia. Kwa hivyo kila kitu kina majira yake, aidha umeokoka ama haujaokoka. Lakini kitu tu ni kimoja, usikubali shida zije zijenge makao katika nyumba yako. Problems are a part of life. Kubali, lakini ambia Mungu ya kwamba mimi shida si sehemu ya maisha. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo naomba tukasimame. Vile Mwenyezi Mungu alivyomtumia Yona, Yona alikaidi njia zake Mwenyezi Mungu. Wewe sijui Mwenyezi Mungu amekuita katika njia gani. Kuna watu wameitwa kwa ajili ya uimbaji, kuna watu wameitwa kwa ajili ya uponyaji, kuna watu wameitwa kwa ajili ya kuleta injili kwa watu ambao hawajui injili. Lakini injili tumeigeuza, imekuwa ni hali ya kutafuta pesa, ni hali ya kujitajirisha sisi wenyewe. Injili ambayo Yesu Kristo ametupatia ni injili ya toba, na lazima injili tuihubiri hadi mwisho tutakapoingia ndani ya kaburi. Kwa hivyo mpendwa, jinsi Mwenyezi Mungu alivyonena na Yona, kumbuka hata wewe anaweza akanena na wewe. Uende mwaka jana uliteleza, ninakubali. Uende ile mwaka ingine uliteleza, ninakubali. Uende hata Januari hii umeiteleza, hata jana pengine umeteleza, nitakubali. Lakini ambia Baba, vile ulivyotembea na Yona, hata mimi tembea na mimi. Yona alikaidi njia zako, Yona alidharau njia zako, Yona aliona masomo yake yanatosha, aliona sayansi yake na experience vinatosha, lakini mwisho ilibidi Mungu mwenyewe aweze kushuka. Kwa hivyo majira haya, kumbuka kwamba bila Mwenyezi Mungu maisha yako hayawezi yakaendelea. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo tutafunga macho na tuombe. Kwetu na imani katika Luka 1:37 maandiko yanasema kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwake Mwenyezi Mungu. Aidha ni magonjwa,
aidha ni tatizo lipi, hata kama ni nani alisema hautaweza. Luka inatuambia 1:37 ya kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hivyo ndivyo tumekubaliana kwa kauli moja katika imani moja juu ya haya madhabahu, ya kwamba kwake Mwenyezi Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Baba, katika jina safi la Yesu Kristo mtakatifu wa ajabu, tazama tumekuja mbele zako mchana wa leo, mfalme wa ajabu. Tazama wana wako wako mbele zako, Mungu ishie milele. Tazama kuna wachungaji mahali hapa, Mungu ishie milele. Baba, tazama haya madhabahu mchana wa leo, Mungu ishie milele. Baba, tunajua kwamba tangu mwanzo wa ulimwengu ulipotengeneza dunia, Baba, ulijua kwamba katika shauri hii, Mungu ishie milele, kutakuwa na madhabahu siku moja. Baba yangu, kutakuwa na watoto wako kama hawa siku ya leo Jehova. Baba, ndiposa wamekubali mwito huo Jehova, wamekubali kuja mbele zako mfalme wa ajabu. Baba, kuna wengi wako na matatizo katika maisha yao, kuna wengi wako na matatizo ya magonjwa katika hali yao, wengine wamekataliwa na jamii zao Baba yangu, wengine biashara wamekataliwa mfalme wa ajabu, wengine ndoa zao zimekuwa uwanja wa vita Baba yangu. Baba mfalme wa ajabu, najua pale juu mbinguni Baba umeketi kwenye kiti cha enzi, hakika macho yako yanatazama Baba, ukawatazame mchana wa leo. Najua pale juu ya kiti cha enzi Baba masikio yako yanasikia Baba, ukawasikize mchana wa leo. Baba, ninajua kwamba unastahili Baba, ninajua kwamba unatosha mfalme wa ajabu. Jehova, tazama maandiko yanatuambia kwamba Ninawi ulikuwa ni mji uliojawa na uovu wa kila aina. Uone shauri moyo imejawa na yale maovu, uone shauri moyo imejawa na yale maovu. Baba, ninakushukuru mchana wa leo Baba, ukatusamehe na ukatuonee huruma Baba, ukatupigania na ukatutetee kusudi Jehova utakapokuja siku ya mwisho Baba, tunakubalike katika mlango wako. Asante ni kwa sababu unatosha. Nataka kuwatabiria kila mmoja aliye katika chumba hiki Baba, kwa ajili ya wema na rehema zako, ya kwamba kila tatizo linalomwandama, akili yake inamwambia kwamba amefika mwisho, masomo yake inamwambia kwamba amefika mwisho, marafiki wanamwambia kwamba amefika mwisho, lakini jinsi amefika mwisho Jehova Baba, kwako ndio mwanzo wake unaanza Baba. Mambo mapya yakatendeka katika maisha yake, ukawajalia rehema Baba, ukawapa amani mfalme wa ajabu. Walio wagonjwa wape afya Baba yangu, wengine wamepoteza mali yao Jehova Baba, wakawarejeshea katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Baba ni kwa sababu unastahili. Tazama ukatumia Yona Jehova Baba, hata watoto wako waliojua haya madhabahu. Kuna watoto wachanga wanaonyonya, kuna watoto wachanga wanaotembea, kuna vijana, kuna wamama na wachungaji na wazee Baba yangu. I cover them with your mighty blood this afternoon my Father. Baba, ukawabariki mfalme wa ajabu Baba, ukatendea wema Mungu ishie milele. Kila vita wanavyopitia mfalme wa ajabu Baba, ukapigane na wao Jehova, maana Daudi ametuambia katika Samueli wa kwanza 17 ya kwamba vita si vyetu bali vita ni vya Bwana wa majeshi. Baba, katika kanisa hili ninatabiri amani Baba yangu, ninatabiri ushindi Baba yangu, ninatabiri kuinuliwa Baba yangu. Kila mipango adui aliyo nayo Baba juu haya madhabahu tunaipinga katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba shetani Jehova hataisha kitesa maisha ya watoto wako, hataisha kitesa ndoa ya watoto wako, hataisha kibomoa madhabahu ya wachungaji wako. Baba, ninajua kwamba unaweza Baba, ninajua kwamba unastahili. Wote na wafunika na damu yako takatifu Jehova. Zaburi 91:11 Baba ikaniambia kwamba unaamurisha malaika wako wakati uzingire popote tunapotembea, kikazi, tunapolala na chochote tunachotenda Baba. Mchana wa leo Jehova, ninatabiri ya kwamba kila mmoja akatembee kwa mapenzi yako Baba. Mzingire ukamjalie, kila mikosi ukamuondolee, kila aibu ukamwondolee, kila machungu ukamwondolee, wajaze na Roho wako Mtakatifu. Mwisho wa kisifu jina lako Jehova Baba, ukapokee, maana sifa hizi zote ni zako. Ukainuliwa ni kwa sababu ni Mungu, na ni katika jina kula Yesu Kristo Baba naomba na kuamini, amen. Asante Yesu. Kwa hivyo kabla nikae chini katika hili kanisa, roho yangu inaniambia kuna mtu sijui mmoja ama wawili, sijui ni nani. Mimi singekuwa hapa leo, ningekuwa Kayole. Imagine nimeprepare kila kitu, hakuna kitu nimekosa.
lakini sijaenda. Kuna mtu hapa ama wawili hawataki nitoke hapa. Kuna watu wananizuia nisiende. Japo mama amenitabiria ninaenda. Hata nimekuwa pale nikaomba nikaona nimeenda. Lakini kuna watu wawili hapa. Sijui ni nani. Ombi langu ni kwamba tafadhali mniachilie niende, ni kazi ya Mungu naenda kufanya. Tumetenda kazi nzuri. Sijaenda kabisa, bado nitarudi. Bado tutafanya kazi ya Mungu pamoja. Hatuwezi kuwa hapa wachungaji 3 4. Mama anakuanga mkubwa, msichana na kijana wanaoana wakiwa wawili. Wanaenda miaka kadhaa wanazaa katoto. Katoto akisha komaa pia na kanaenda kuanzisha kuanzisha makao yake. Hata mimi naomba tu kwa heshima, kwa unyenyekevu, mniachilie tu mimi pia niende nikatende mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na sitaki kulalamika, nasema kwamba kila jambo linalofanyika linafanyika kwa mapenzi ya Baba yetu aliye juu mbinguni. Hata nimeshukuru. Mwenyezi Mungu awabariki, awape neema, awape kibali kwa chochote mtakachoguza. Mzee, nakuheshimu sana. Karibu uchukue nafasi yako.